Sasa sote tunajua insha Allah taala, kile kichache tunachokijua maana yake tunajua ni kichache tu, na kichache daima Muislamu atakaombe ziada. Wewe na mtumi nani bora? Naye aliambiwa waqul rabbi zidni ilma, nizidisha elimu ya Rabbi. Mtume ambiwa wewe Mola nizidisha elimu. Kuna mwenye elimu kama mtume? Wa'allamaka ma lam takun ta'lam, Mola amekufundisha usiyojua. Wa kana fadlullahi alayka adhima, fadla yako kubwa, elimu yako hakuna aloipata, lakini Mola amwambia omba ya Rabbi nizidishie elimu. Sasa na sisi hapa tukikaa tuzidishiana, tusaidiana. Ule anajua alifu atampa asiyejua alifu, yule anajua alifu bete atamfundisha mwenzake. Sote hatuna elimu, sote hatuna elimu. Qala ta'ala wama utitu min al-ilmi illa qalila, hamkupewa elimu ila chache sana. Tukiangalia ulimwengu ulio huu na elimu tunayo sisi, hata moja katika 100 hatujafika sisi. Sasa kuna hii tariqa, sisi ni wana wa tariqa. Nini tariqa? Mtu atakuuliza nini tariqa, imetoka wapi? Akiwa ni mkweli auliza kisawasawa, jibu kisawasawa. Akiwa ni mpotofu, nini tariqa? Mwambie toka nje utaona barabara hii, ndio tariqa. Huyo ni mpotofu. Lakini amekuja kweli, shekhe, mimi naogopa kupambana na watu wataniuliza nini tariqa kwa mfano. Basi utamwambia tariqa ni njia ya kukufikisha katika hakika. Subhanallah. Na hakika itakupeleka mpaka kwenye yaqini, na Mola anatuambia waabudu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqinu. Sisi tunataka yaqini, na yaqini huipate mpaka uwe na hakika, na hakika huipate mpaka ufuate tariqa. Kwa ajili kuna tariqa, kuna na hakika, kuna na yaqini. Sasa tariqa ni ipi? Tariqa Mola alizungumza kwa ufupi na kwa urefu. Wa an law istaqamu ala tariqa la asqaynahum ma'an ghadaqa. Hawa watu wakiwa watashika tariqa, tutawaletea maji nono yalo nenepa, maji makubwa, maji manene, maji mengi. Wakishika nini? Wakiwa na istiqama, wakiwa na msimamo katika tariqa, tutawaletea maji. Naam, ulama tuambia maji ni mvua nzuri. Naam, mvua ni nzuri, lakini mai si mvua tu. Tukifasiri ni mvua tu, tutakuwa tumeibana hii tafsiri. Kuna maji si ya mvua kushuka kwenye nyoyo zilokufa zikahuika. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kuna maji si mvua kuingia katika kiwiliwili kilichokuwa na ugonjwa kikapona. Mai si ya mvua tu. Kuna maji huingia katika mwandazimu kapata akili, katika fukara akawa tajiri. Hayo ni maana ya kimaana. Dhahiri ni mvua, naam, na mvua ina uzuri wake, lakini mara nyingine mvua watu nena Mola, mvua imezidi jamani, mapaa yanguka, nyumba zabomoka, barabara yule kwa ni mzuri, lakini saa nyingine huja chumvi yetu hii tumevuna itaharibika kwa mvua, wakawa watu hawataka mvua, hawataki. Kwa jumla ni mzuri, lakini zaidi ma'an ghadaqa, wenye ahli tariqa, wenye ilmu, wenye maarifa, wenye kashfi walifunguliwa, basi si maji ya mvua bwana. Ndiyo hayo maji yakiingia moyoni uliokufa kupata uhai moyo. Kwa waliokuwa maskini huwa tajiri, Subhanallah. kwa waliokuwa mgonjwa huwa mzima. Ndio tariqa hii imezungumzwa kwa jumla. Kitafsiri Mtume tuambia man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman. Tariqa ni kwa kupata elimu.
hii tuliosikia hapa, watu waliokuwa na elimu na maarifa mpaka wakawa waheshimiana na kila mmoja akasoma kwa mwenzake na wakatofautiana, juu ya kutofautiana kwao wakawa waheshimiana. Bila shaka umejua hapa kwamba Imamu Malik kasoma kwa Abu Hanifa. Bila shaka hapa umejua kwamba Imamu Malik kasoma kwa Abu Hanifa. Umejua kwamba Imam Shafi kasoma kwa Imamu Maliki. Umejua kwamba Imam Ahmad kasoma kwa Imam Shafi. Wote wamesomeshana hawa na wametofautiana, lakini zile tofauti zao ni elimu. Tofauti zao ni elimu. Imam Shafi alikisoma kwa Imam Ahmad. Imam Ahmad, Imam Shafi alikisoma kwa Imam Malik. Imam Shafi alikisoma kwa Imam Malik. Na wandrasi watuambia huko ukiwa tayari tuwe namna kukoma. Imam Shafi akasoma kwa nani? Kwa Imam Malik. Yuko nyumbani kwa Imam Malik, ni mwanafunzi. Kaingia bwana mmoja. Imam Shafi kamtizama. Yule bwana akamwambia mimi namtaka Imam Malik amekukule. Yule bwana akaja mpaka kwa Imam Malik. Akamwambia Imam Malik, mimi nina swala nataka kukuuliza. Mimi nimemwambia mke wangu kama wewe si mzuri kushinda mwezi, nimekupa talaka. Vipi mke wangu atakuwa? Nimemwambia mke wangu kama wewe si mzuri kushinda mwezi, basi nimekupa talaka. Imam Malik kameosha kikika. Hakuna kitu kizuri kama mwezi. Na wewe umesema mke wako kwa si mzuri kama mwezi, umekupa talaka. Kesha atalipika, si mke wako. Sasa Imam Shafi huko haona kule mazungumzo. Haona kikombe ile. Alipotoka yule bwana, Imam Shafi kamuita. Imam Shafi hapa mwanafunzi. Hapo mkizungumza nini? Kama bwana alikuwa na maswala, mimi nimemuuliza Imam Malik kwamba nimemwambia mke wangu kama wewe si mzuri kushinda mwezi, si mke wangu ni talaka, niambia talaka shachikika. Imam Shafi kaambia hakuachikika. Mwanafunzi huyo hajachikika, haijapita talaka, bado ni mkeo. Sasa na Imam Malik kule haona nayo kikombe. Kaja kama jamaa msema nini? Muhammad bin Idris, maana Imam Shafi ni Muhammad bin Idris. Leo wasemaje wewe haya masala haya? Huyu alikuja kwa mwambia shekhe langu kwa kuja na kumheshimu. Huyu hakuachikika, haikupita talaka. Vipi? Kwamba Mola akasema ndani ya Qur'ani, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Tumeumba mwanadamu kwa umbo zuri, kwa ajili ya kuna umbo zuri kuliko la mwanadamu. Umbo la mwanadamu lashinda mwezi. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi. Pale akasema asaba Shafi'i wa akhta Malik. Shafi'i mwanafunzi kapata, mwalimu kakosea. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi. Kisa kuna sabura pale. Kwa chaki Imam Malik. Man arada al-ilma an-nafis fa alayhi bi Muhammad bin Idris. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Anataka elimu nafis, yenye mali, ghani, elimu kikweli kweli. Nafis, angalia na kule kukoma ilmu nafis, nende kwa Muhammad bin Idris. Imam Shafi kubali, kashika chake naye kaandika kullu dhalik min Malik, kullu dhalik, zote hizi min Malik zatoka kwa Imam Malik. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada cha kwanza ndio nadhani tufahamu tarikha. Cha pili, basi mbona sasa kuna tarikha nyingi au kuna madhhabi mengi? Huu ni Shafi, huu ni Maliki, kuna dini yako, kuna watu unaenda upotofu. Kuna dini ya Shafi, kuna dini ya Abu Hanifa, kuna dini ya Imam. Dini yote si Mwenyezi Mungu tu. Ilikuwaje hii? Mimi sitambui madhhabi.
Sasa wewe waweza kupambana na mtu kukuuliza nini sababu ya madhahabi? Kwa fupi, madhahabi yamekuja kwa ajili ya matokeo ya kutofautiana, kufahamu nasi, kufahamu kifungu cha neno. Basi angalia, tupige mfano hapa tuliopo. Hii ni chai, hii ni soda, humu mna mkate. Akaja baba akawaambia watoto wake watatu, watoto, mtakula mkate, munywe na soda, munywe na maji. Sawa mwalimu baba. Sasa katika kufuata ile amri, mmoja akasema, la, mwalimu ametuambia tuanze mkate, baba ametuambia tule mkate kwanza, lazima tule mkate kwanza, kisha tunywe soda, kisha tunywe maji. Mwingine kasema, ndiyo bwana, hivyo ni vizuri, lakini ukinywa maji mwanzo kisha soda, umefuata amri wewe bwana, huko khalifu. Yeye akaona waweza kufanya chochote, ingawa kufuata ni bora. Zitu kama hizi ndizo zilizowapa wale ahlu dhikri, wenye dhikri ya ilmu. Ukaona pana tofauti. Qur'ani yatuambia, idha kuntum ila salati, mkiinuka kuswali, faghsilu wujuhakum, oshani uso. Kwanza nini? Uso. Wa aydiyakum, na mikono yenu mpaka huko. Wamsahu birusikum wa arjulakum. Sasa Imam Shafi akwambia fuata vile vile ukitawadha. Ndio ile taratibu iliko. Ukitaka utapata katika risala al-Jamia. Wa taratibu, ukitawadha kwa mujibu alivyofahamu Imam Shafi, lazima uande uso, mikono, upukuse miguu na nia. Mwingine katika imamu bora zifanyike tu, hata ukaanza miguu mwanzo kisha mikono kisha kweli kufuatisha, atakwambia kweli kufuatisha ni bora, lakini si lazima kapata. Ndio sasa ikaeleka tofauti ya madhhabi. Huyu alifahamu hivi na huyu alifahamu hivi. Ndio katika hija, inna safa wa ish wal marwa. Basi ulama wa Shafi kwamba maadamu Mola ameanza safa, utaanza safa wewe ukisai, kisha wende marwa. Mwingine kwamba ni kweli Mola akasema hivi ni mzuri, lakini si lazima. Waweza ukaanda marwa, umetokea kwa kule wewe, hata kule kule usizunguke. Ndio tukaona na ikhtilafu lumma rahma. Nadhani kipande hiki tumeweza kufahamu sababu iliyopelekea maimamu kutofautiana na katoka haya madhhabi. Maana ya madhhabi imetokana na dhali na hena bidhahaba. Dhahaba yadhhabu madhhab, ikwenda madhhabi tia. Mimi naenda ile ndia Imam Shafi, mimi naenda ile ndia Imam huyu. Haikuwa ni ugomvi wala siasa wala vita. Nadhani yamefahamika haya. La ngapi hili? La pili. Tunaenda taeleza kimoja vile vitatu. Cha tatu ni hii tasawufi yetu. Hawa shuyukhi tariqa wote ni mutasawufina, wana tasawuf. Na tasawufi imo ndani ya Qur'ani, imo ndani ya hadithi. Ukijua umejua, ukiwa hujajua usikitukane kitu, uliza. Mola amekutaka akakwambia fasalu la dhikri, uliza ikiwa ni kweli. Katika hadithi kabla kuingia Qur'ani, hadithi ya Jibril sote tunajua. Asijua apate durarul bahia. Alipokuja Jibril kumuuliza Mtume, nini Islam? Nini iman? Nini ihsan? Nini qiyama? Alipoulizwa Islam alitaja zile nguzo tano. Alipoulizwa imani akajibu zile nguzo